Leo Februari 12, 2026, wanachadema kwa mara ya kwanza kwenye mwaka huu tumeingizwa kwenye majaribu. Tumechokozwa. Mwenyekiti wetu afya yake wananchi wote wanaijua, dunia yote inafahamu. Ni mtu aliyekuwa anakwenda kupata body check up kila mwezi nje ya nchi. Leo ni miezi 10 mwenyekiti wetu hajaenda kufanyiwa body check up. Katika hali kama hiyo bado ananyimwa haki yake ya kula chakula. Mtu aliyepigwa risasi 17 mwilini mwake, hali yake ni mbaya, kwa kwenda kufanyiwa body check up kila mwezi anashindishwa na njaa. Sasa huu ni mwendelezo wa yale malalamiko aliyokuwa anasema mwenyekiti kila siku, kwamba kuna haki zake za msingi kabisa yeye kama mfungwa ananyimwa. Lakini kilichotushangaza leo, hata jaji alivyotoa muda mwenyekiti atafutiwe chakula, jeshi limekataa kumpatia chakula, limedharau amri ya mahakama. Sasa jaji anasema kulinda haki ya mfungwa, ameona airishe kesi, lakini asisahau kuchelewesha kesi kwa mfungwa pia ni kumnyima haki yake. Haki ukiichelewesha ni haki unayoinyima kwa huyo mfungwa. Kwa hiyo jaji anaposema kwamba tumeangalia tuairishe kesi kwa sababu ana haki ya kula, majaji hawa wanaongozwa na Ndunguru wanapaswa kujua kesi hii ambayo ni ya mchongo, dunia nzima inajua. Kuichelewesha ni kumnyima haki Tundu Lissu na kutunyima wanachadema haki ya kuongozwa na mwenyekiti wetu ambaye tumemchagua aongoze mapambano haya.